أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ndugu zangu wapendwa watazamaji wa Wanazuoni TV, ni kuamkieni maamkizi ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tukiwa na muendelezo wa sehemu yetu ya 7 ya historia ya uandishi wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kuonwa katika vitabu ambavyo tunavyoviona hivi sasa. Leo hii katika sehemu yetu ya 7, na tukiwa katika enzi ya matabiin, tutazungumzia kitu maalum. Kitu maalum au historia au tukio maalum ni huduma ya Umar ibn Abdul Aziz aliyoitoa kuhudumia sunna, au shughuli maalum aliyoifanya Umar ibn Abdul Aziz katika hii sunna. Umar ibn Abdul Aziz ni mmoja wa viongozi wa Kiislamu ambaye yeye alikuwa ni kiongozi wa Kiislamu mwaka 99 na mpaka mwaka 1101. Alitawala kama miaka miwili tu. Ni yule kiongozi ambaye anayesifika kwa uadilifu wa hali ya juu, ambapo katika enzi zake ilifikia watu wote katika uongozi wake, yani taifa lote lile la Kiislamu lote lile, ilifikia hakuna mtu ambaye anaweza akapokea zaka. Yani zaka ni nyingi na zimepokelewa na watu wote, na kila mtu anatoa, mpaka watu wakawa wanafikia mahala wanapeleka zaka zile, hata kama ni chakula, basi milimani ile falau ndege wale, kwa sababu hakuna wa kumpa, kila mtu anacho. Huu ndio uongozi wa huyu bwana. Sasa tunamwangalia Umar ibn Abdul Aziz. Tunasema Umar ibn Abdul Aziz ni mtu ambaye, au ni kiongozi ambaye aliishi yeye katika anga au katika mazingira ya kielimu. Pamoja na kwamba alikuwa ni amiri mwenye ni kiongozi, lakini alikuwa ni mtu wa kielimu, alikuwa ni mtu msomaji, kwa sababu ameishi na wanawazuoni. Halafu na yeye mwenyewe alikuwa akiandika hadithi. Yeye mwenyewe alikuwa katika wale ambao wanaona kwamba kuna haja ya kuandika hadithi, na vile vile alikuwa akiwashajiisha wanawazuoni wengine waanze kuandika hadithi. Na inaonekana ni kwamba, pamoja na kwamba toka nyuma tulizungumza kwamba kila zama za Mtume, za maswahaba, za matabiin, ile hali ya kuwa na rai mbili, wanaona kwamba tuandike hadithi na wale wanaona kwamba tusiandike hadithi, tuzihifadhi tu, zilikuwa rai zile zipo. Lakini mwanawazuoni huyu, yeye pamoja na kwamba alikuwa ni kiongozi, lakini rai yake yeye ilikuwa na moja kwa moja katika uandishi. Aliona uandishi ni muhimu, halafu alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo ni rahisi yeye kama kiongozi kutumia vile vile fursa ile ili kuwahimiza watu waweze kuandika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu vile vile hawakuona tabu kuitikia wito wake pale alipoamrisha hivyo. Na katika swala ambalo tunaweza tukasema, au kihistoria wanatuambia wanazuoni, ilikuwa ni moja ya sababu ya kwamba kiongozi huyu aliona kwamba kuna haja ya kuandika hadithi rasmi, ni kwamba katika zama hizi, kama mnavyojua, binadamu wanapokuwa wale waasisi wa mwanzo kabisa wanavyopungua, na kuja watu ambaye wa kawaida labda hawajui ile thamani na historia ya kitu kikawaida, kuna baadhi ya watu huwa wanaanza kuchanganya mambo na mengine. Zilianza pale khilafu tofauti za kisiasa, yani kama ishara ya tofauti za kisiasa, kiutawala. Watu wengine wakitaka nao kutawala dola, kuna wengine mambo ya kimadhahabu, haya mimi madhehebu yangu naona yako hivi. Sasa hizi khilafu zilivyokuwa zinaanza hizi, zilikuwa zinapelekea kitu kimoja. Kuna baadhi ya watu ambao hawakuwa na dini nzuri, yani na tabia nzuri, walikuwa wanataka wajaribu kutumia fursa ya
kutaka kuandika hadithi ambazo ni za uongo au kuzitumia ili mradi waweze kutilia nguvu ile rai yao wanayoona wao, kutoka ya kima ya kisiasa au kama ni rai ya kimadhehebu na au ya kikanda na mfano wake. Rai yake nzuri tu au historia yake utaipata pale Imamu Muhammad ibn Muslim ibn Shihabi az-Zuhri alivyosema maneno yafuatayo. Alisema Zuhri na namnukuu, Imamu Zuhri alisema, anasema kwamba laula ahadithu taatina min qibali al-mashriq, kama si hadithi zilizokuwa zikitujia upande wa mashariki, nunkiruha, tukizichunguza zinakuwa si sahihi, la naarifuha, wala hatuzijui, ma katabtu haditha au ma kutibat haditha au ma katabtu haditha, mimi singeandika hadithi, walau adhintu fi kitabatihi, hata kama ningepewa idhin niweze kuandika. Rejea Taqyidul Ilmi, kitabu cha Al-Khatibu Al-Baghdadi. Kwa maana kwamba Zuhri anatuambia hali iliyoko pale, watu wa mashariki ya dola, upande wa magharibi, upande kadha, walikuwa wanajaribu kutaka kuweka vitu ambavyo kwamba havifanyi, wanajaribu kutokana na ili wapate hoja na dalili za kutetea zile hoja zao katika siasa au kimadhehebu au kikanda au katika hali yote ambayo unayoijua huwa ni sababu ya wanadamu kutofautiana. Sasa na hii rai ya Imamu Zuhri ndio rai ya wanawazuoni wengi, kwamba ni kweli hizi ni sababu na zilipelekea kwamba hapa kuna haja ya uandishi sasa ule rasmi, na tuanze kuondoa ile dhana tusiandike, tuanze kuondoa dhana ile. Kwa baada hiyo sasa wanawazuoni wakawa na pupa sana ya kusoma hadithi kwa wingi, halafu wakawa sio kusoma hadithi tu, wakawa naangalia na usalama wa hadithi, usio kaingizwa uongo na utungaji wa hadithi ambazo hazipo. Hii ni sababu ya kwanza au ni moja ya sababu ya pili iliyofanya hadithi ziandikwe katika au zianze kuandikwa katika sura ya urasmi katika vitabu kirasmi na bila khilafu, kwamba tuandike ama tusiandike. Tumesema sababu ya kwanza ni Khalifa Omar ibn Abdul Aziz. Yeye alikuwa ni msomi na ni kiongozi wa dola. Aliona hivyo akaanza kuandika mwenyewe na akaimiza watu waandike. Sababu ya pili ni Imamu Zuhri anasema ile hali ya mazingira ya ilivyokuwa ikionekana ya baadhi ya watu kutaka kutumia mawazo yao na au kutaka kutilia nguvu rai zao na mitazamo yao, wakaanza kutaka kujaribu kutumia hadithi za Mtume ili kutetea rai zao. Kwa hiyo sababu mbili hizi ziliwafanya wanazuoni wetu hawa waweze kuona kwamba sasa kuna haja ya kuandika hadithi za Mtume sallallahu. Na katika hilo tunapokea riwaya ya Omar ibn Abdulaziz, aliandika barua kuwapelekea watu wa Madina, akasema hivi: undhuru haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tazameni. Anapoandika anapelekea kiongozi wale ambaye ni gavana wake pale, ili awaambie wale wanaozuoni, tazameni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, faktubuhu, na ziandikeni. Fa inni, hakika mimi kiongozi wenu, khiftu durusa alilmi, ninahofia ya masomo ya hadithi, wa dhihaba ahlihi, na kuondoka wale waliohifadhi hadithi. Kwa sababu tukitegemea kuhifadhi tu ni sawa, itahifadhika hadithi, lakini anapokufa yule sasa hamna akiba mliobaki nayo. Kwa hiyo hofu yake hii ilimfanya awaambie kwamba sasa andikeni hadithi rasmi. Hadithi au riwaya hii imepokelewa na Sunanu ad-Darimi. Lakini vile vile aliandika kiongozi huyu kwa mtu akiitwa Abi Bakar ibn Muhammad bin Amr bin Hazmi. Huyu bana ambaye alifariki mwaka 117 Hijiria, yani karne ya pili. Huyu alikuwa ni gavana wake katika mji wa Madina. Alimwambia hivi: uktubu ilayya, niandikie, bima thabata indaka zil min alhadith, hadithi zilizothibiti kwa wewe hapo, wa bihadithi an Rasulillahi sallallahu, kutoka kwa Mtume, wa bihadithi Amra, na hadithi za Amra. Fa inni khashitu durusa alilmi wa dhahabihi, mimi nimehofia kwamba masomo ya elimu na kule kuondoka kwake visije vikatokea, kwa hiyo niandikie. Hii katika Sunanu ad-Darimi.
Huyu Amra binti Abdurrahman, kwa nini kiongozi huyu alisema angalia hadithi zilizo kwa Amra? Huyu Amra binti Abdurrahman ni mama mdogo wa Umar ibn Aziz. Huyu khalifa huyu ni mama yake mdogo. Huyu Amra huyu yeye alilelewa chini ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, na alikuwa katika matabiina. Huyu mama huyu anakubalika na ni thabiti kweli kweli katika hadithi za Aisha. Yeye ni mwanafunzi mzuri, yani dunia nzima wakati huo ilikuwa inajua katika wanafunzi wa Aisha walikuwa kama ni kama watu wanne au watatu. Mmoja wapo alikuwa ni Qasim, alikuwepo ni Urwa ibn Zubairi, naona yani mtoto wa dada wa Aisha, na Amra binti Abdurrahman. Hawa walikuwa ni wanafunzi wakubwa sana mama Aisha, walihifadhi hadithi nyingi sana za mama Aisha, na ndio maana akasema angalieni, huyu ana hadithi nyingi sana amezihifadhi na anazo, ziandikeni mapema, na mama ile yuko hai. Kwa hiyo na huyu Amra alifariki, mama huyu rahimahullah alifariki mwaka 98 Hijiria, yani ile karne ya kwanza ndo alifariki mama huyu. Na huyu Qasim bin Muhammad katika watu walikuwa na hadithi za maisha alifariki mwaka 107. Kwa hiyo yule bwana akafanya kazi ya kuandika. Kwa hiyo tukasema kwamba uandishi za rasmi hapa ndo ulianza kwa huyu mtu anaitwa Shekhe huyu Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri ambaye alifariki mwaka 124. Huyu bana ndio alianza kazi sasa ya kuandika na kukusanya na kuhimiza maeneo mbalimbali za uandishi wa hadithi. Baadaye hadithi zile zikaja zikapelekwa hadithi zile katika maeneo tofauti tofauti, katika miji tofauti tofauti, ili watu waanze kusoma hadithi zikiwa ndani ya vile vitabu vilivyoandikwa chini ya uongozi wa huyu Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri na kwa amri ya khalifa wa Kiislamu Umar ibn Abdul Aziz. Ikrima ibn Ammar anapokea akisema, sami'tu kutaba Umar ibn Abdul Aziz yaqul, niliwasikia wale waandishi wa Umar ibn Abdul Aziz wanasema, amma ba'du faamuru ahla alilmi, waamrisheni wale watu wenye elimu, wasomi, watu wa hadithi, an yantashiru fi masajidihim, wasambaye na waenee katika misikiti yao. Fa inna sunna, hakika sunna kanat kad umitat, zilikuwa kama zimefishwa, kwa maana watu wanaweza kuzipuzia na kusahau. Hadithi riwaya hii ameipokea katika kitabu cha Al-Muhaddith al-Fasil cha Al-Khatibu al-Baghdadi. Na ukweli hapo ukiangalia ndio unakuta kwamba sasa wanawazuoni walifanya juhudi kweli kweli, na walivyojiona juhudi na kukusanyika sehemu mbalimbali, wakaanza kufanya kazi ya kukusanya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na